From the studios of TV Grace International, here are the ineffable words of God. The gospel of grace on the lips of the man Christ Jesus. Abba Father. Sawa, hivyo tuende kwenye jambo. Zaburi 58 mstari 3. Wasiokuwa na haki walitengwa tangu tumboni. Unajua kwamba tangu tumboni, kutoka kwa mama, ni Mungu aliyetuchagua, inasema Isaya. Nadhani kwa sababu ya wale wasio hapa. Lakini jaribu kukumbuka. Ninajua mna kumbukumbu nzuri na mtakumbuka kulinganisha. Ndiyo, tazama, walitengwa tangu tumboni, walipotea wakisema uongo tangu walipozaliwa. Wana sumu kama sumu ya nyoka. Ni kama nyoka kipofu anayefunga masikio, ambaye hasikii sauti ya wale wanaovuta. Mchawi. Ndivyo, kuna nyoka vipofu. Hawana uwezo. Na watu hawa ni wale ambao unapowazungumza nao kuhusu neno, tazama, na unaonyesha kwamba imeandikwa, tafadhali linganisha mstari huu. Wakati tunamwambia mtu kwamba hakuna dhambi, hiyo ni matusi kwao, kwa sababu wanasema, vipi hakuna dhambi? Kile ambacho hawaelewi ni kwamba mbele ya Mungu, Mungu aliondoa dhambi. Lakini kwako kuna dhambi na kwa mwingine, kwa kila mtu kuna dhambi. Kile ambacho sheria ilikiita dhambi, kwa kuondoa sheria haiwezi kutawala mtu yeyote. Hata kwa mwenye dhambi, sheria haiwezi kutawala kwa sababu mwisho wa sheria ni Kristo. Kristo alimaliza hilo. Basi kuhusu Mungu, sehemu hiyo ambayo ilikuwa mbinguni iliyoandika dhambi, sehemu hiyo iliharibiwa. Yaani, ukituma barua, tazama, fulani nilimwona akifanya dhambi. Barua inarudishwa, wanakujibu, ofisi hiyo haipo tena. Anayeamini kuna wadhambi amekosea. Wahubiri wanasema ikiwa Kristo anakuja, atakupata katika kitu alichokiondoa. Hawana masikio. Tangu kuzaliwa, mama hawezi. Na hiyo ni maumivu kwamba mama ana mtoto na mtoto anakuwa kipofu, na si kipofu kwa sababu ya ulemavu, bali kipofu kwa neno. Huwezi kufanya chochote. Mungu hufanya anavyotaka. Fikiria Eva, mama yetu, kama wanavyosema. Yeye ndiye wa kwanza. Na yeye anakosa gani kwamba kwa tumbo lake anapata Kaini na Abeli? Je, ni chaguo lake? Siyo. Unapaswa kukabiliana na ukweli wa Mungu. Usiweke maoni yako. Tafuta maoni ambayo ni bora. Watu wana maoni mengi. Wakati unazungumza na watu, wanakuambia ni kwamba vizuri, nadhani. Wanavyokuwa na uhakika kusema nadhani. Na wewe ni nani kufikiri nadhani inapaswa kuwa hivi? Nadhani Mungu anapaswa kuwaokoa wema na kuwapeleka wabaya motoni. Ni upuuzi. Unajua, watu huzungumza kwa sababu wana mantiki. Lakini tangu tumboni, tazama, wale wanaojitenga tangu tumboni. Watu wanaojitenga wakati mwingine ni wema. Wakati mwingine ni watu wa heshima. Nenda ukamwambie, na ni mtu mzuri. Sasa mwambie mtu mbaya ambaye labda alifanya vibaya. Atakuambia asante na atakupokea. Basi nani bora? Yule aliyemwamini, kwa sababu ni wa imani. Tutaona Isaya 46 ili uone tofauti ya wale wanaojitenga. Na sijawahi kuchoka kuona mistari hiyo. Natumai wewe pia huchoka. Unapojifunza unakumbuka.
Isaya 46 mstari wa 3 na wa 4. Nisikilize nyumba ya Yakobo na Israeli, ninyi mnaoletwa kwangu tangu tumboni. Ninyi mnaoletwa kutoka wapi? Na nini kinasema kuhusu mtu mbaya? Mstari mwingine unasema, watu wabaya wanajitenga tangu tumboni na hawa wanabebwa. Mungu anawapendelea watu. Mwambie mtu wa dini, Mungu anawapendelea watu. Mungu anawapendelea watu kati ya mbegu hizo mbili. Na watu wake ni tofauti, lakini na mbegu ya Shetani iliyo ndani kuna tofauti kubwa. Tazama anavyosema. Twende kwenye Zaburi 58 tena tafadhali. Lakini mstari wa 1 na wa 2, tazama jinsi akili za watu hawa zilivyo, kwa sababu mstari wa 3 hadi wa 5 unabainisha mtu mbaya tangu tumboni. Amejitenga. Kwa sababu inabainisha ni nani. Hii ni tabia wanapokuwa wakubwa. Tazama, kusanyiko, je, mnatoa haki? Je, mnatoa hukumu kwa usahihi? Kabla katika moyo mnapanga uovu. Alikuwa akizungumza kuhusu South Beach au kanisa. Nipe mstari wa 1 tena. Tazama nani anasema anazungumza na kanisa. Watu wale wanaoingia na kuishi katika makanisa. Huyu ni Padre Sito, baba yule unayempenda sana. Padre Sito yuko na msalaba shingoni, yuko katika kanisa. Je, anahukumu kwa usahihi? Hapana. Tazama, kusanyiko, hei. Hatoshughulika na Sodoma na Gomora. Hapana, ni kusanyiko. Hapo ndipo watu walipo. Ndiyo maana huduma hii inapaswa kuendelea, ikifichua makanisa yote hayo. Lazima tufanye hivyo, hakuna aliyefanya hadi sasa. Sisi ndio tunapaswa kufichua hilo. Kusanyiko la ufufuo. Kusanyiko la siku za mwisho. Kusanyiko la mlima Sinai. Wamejaa huko Miami, popote kuna kioski kama hicho. Ingiza huko uone wanachozungumza. Huko huwezi kusikia Injili. Anasema, je, mnatoa haki kwa kweli? Je, hiyo ndiyo unayohubiri? Je, mnatoa hukumu kwa usahihi? Kabla katika moyo, katika akili, mnafanya nini? Mnaweka uzito wa ukatili wa mikono yenu katika ardhi. Kisha anasema, waovu walitengwa tangu tumboni. Kwa nini wako hivyo? Kwa sababu tangu tumboni wanatengwa kwa uovu. Ningependa wawe wachache, lakini ni wengi. Inaonekana kuna waovu wengi. Inaonekana kuna makusanyiko mengi. Hapo anakuja Bwana kufafanua yaliyofichika katika giza. Ni kufafanua yaliyofichika katika giza. Kazi yangu ni kufafanua. Ndiyo, ninakufafanulia. Ninakuambia kwamba katika makusanyiko kuna waovu. Hicho ndicho ninachokufafanulia. Ninashughulika nikikuambia si kila kinachong'ara ni dhahabu. Na wanasema huko, njia zote za Mungu zinakupeleka mahali pamoja. Badala yake ningesema kwamba njia zote huko zinaelekea Roma. Hapo wanapofika. Lakini kwa Mungu si hivyo. Mungu ana njia moja tu, na ni mlango. Alisema, mimi ni mlango, alisema Yesu, kwa sababu kulikuwa na milango mingine wakati huo. Na leo anasema tena, hii ni mlango wangu. Huduma ya kukua katika neema, huu ni mlango. 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 Huu
Ninakuambia kwa sababu angalia, kuna huduma. Sasa ni huduma za neema. Ndiyo, kwa sababu kila mtu anakopi. Simu mpya inatoka, basi kampuni nyingine zinakopi. Kinywaji kipya kinatoka na wanakopi. Kinywaji pia, sivyo? Kila kitu kinakopi. Kila kitu kinakopi. Sasa kuna huduma za neema, huduma za kimataifa za neema, huduma za mitume za neema, na sasa kuna huduma ya neema, lakini hawakubaliani nasi. Wakati wanajifunza kutoka kwetu, wanasema ngoja tufanye mabadiliko kwenye simu hii. Angalia, ni sawa, lakini injini ya gari hili ina silinda 2 zaidi, sijui nini kingine, lakini ni sawa. Basi wao, ili bidhaa yao ionekane tofauti na hii, wanafanya mabadiliko. Hawajui kwamba kiasi kidogo cha chachu huathiri unga wote. Hapa uko nami au hauko na mtu. Lazima nizungumze hivyo. Nimeona kwamba yule asiye pamoja nami hayuko popote. Bora aende kwenye sheria kuunda huko. Lakini hiki ndicho njia ya Mungu. Injili. Sijawahi kuona mtu akihubiri kama mimi. Wala kwa Kiingereza wala Kihispania. Nimeuliza lugha nyingine, wanasema hapana. Hii mbegu haiwezi kuelewa. Hata ukimwelezea. Anasema hata kama mchezaji ni mzuri. Anachukua filimbi yake na kuiweka pale, nyoka inaanza kucheza. Na anapiga filimbi na nyoka anachofanya ni kutafuta kumng'ata, si kucheza. Sasa kuna nyoka wengine wanaochukuliwa kwa sababu wanaonekana wanajisikia vizuri na melodi. Na nyoka huyu anapiga filimbi hadi midomo inamuuma, lakini nyoka hawezi kuchukuliwa. Kwa sababu angalia, tunafafanua hili kwa makini kwa watu. Angalia hatu gani? Na si kama wahubiri. Je, umewahi kuona? Wanasoma mistari ya Biblia, sivyo? Na wanasema, hivi ndivyo anavyosema Bwana, na wanapiga kelele kwa watu kwa dakika 45. Na hawatafuti mistari ya Biblia. Sisi hapa kwa utulivu tuna bodi ili usome mistari ikiwa Biblia yako imebaki nyumbani. Ili uchunguze, ili uone, uwe na ushahidi. Ili kufanya haki. Kwangu hiyo haikuniathiri. Swali waliuliza, kusanyiko, je, mnafanya haki? Nikiulizwa hiyo swali, nitajibu, bila shaka mimi hufanya haki, nasema ukweli. Lakini hawawezi kufanya hivyo. Basi angalia kile kinachosema Wakorintho sura ya 13 mstari wa 5. Waraka wa pili wa Paulo kwa Wakorintho. Sio waraka wa pili wa Wakorintho, ni waraka wa pili wa Paulo. Wale waliokuwa wakisema hivyo, waraka wa kwanza wa Petro ilikuwa ya Petro. Waraka wa kwanza wa Yohana ilikuwa Yohana akiandika. Sio Mungu, ilikuwa Yohana akiandika. Angalia anavyosema. Sikia, ni nzuri sana. Angalia, ni mbegu ya Mungu inaweza kufanya hivyo. Yule mwaminifu, sivyo? Wakati kuna uaminifu, unasema, mimi ndiye niliyekosea, ni kweli. Ingawa inakudhi kidogo na unajaribu kuficha. Lakini hatimaye unasema, ni mimi. Unajua, kwa sababu kuna watu ambao wanapata ugumu kujitupa lawama kwa sababu za kibinafsi. Lakini anasema, jiangalieni ninyi wenyewe. Usiende kwa padre kujikiri. Ni wewe tu. Huwezi kuniita mimi au mtu mwingine. Je, huwezi kujichunguza? Huwezi kukaa na kujichunguza ukisema niache niwe na uhakika.
Wakati wamenambia, je, hujisikii aibu kudanganya watu wengi? Hapa kuna moja ya mbili, nafanya vizuri au vibaya. Hakuna kati ya mbili. Kama wahubiri wanaozungumzia usawa wanasema, Joss Lewis ana haki lakini hana usawa. Lazima kuwe na usawa. Na nini ni usawa? Usawa ni kwamba hakuna dhambi, lakini usiseme kwa sababu watu wanaweza kutumia hiyo kwa sababu nyingine. Lakini ukweli ni upi? Ukweli ni kwamba hakuna dhambi, tuseme ukweli. Na ikiwa mtu anatumia hiyo kwa njia nyingine, tunamfanya ajue. Hata inasemwa kwa kuimba. Basi mimi ni mfuasi mkali. Hapa kila huduma. Sisi ni wafuasi wakali. Sisi si wa usawa. Sisi ni wafuasi wakali katika kila kitu. Ikiwa hii ni kweli, basi ni kweli. Tutazungumza na kuchunguza, kuangalia kwa makini. Anasema, jiangalieni. Sikia, hiyo ni nguvu sana. Hii taarifa inakugusa ikiwa hujawa sawa leo. Usiinue mtu sasa, vinginevyo tutafikiria umechukua binafsi. Kama ulikuwa unakwenda chooni, subiri kidogo. Watakufikiria vibaya sasa. Jichunguze mwenyewe ikiwa uko katika nini. Jijaribuni wenyewe. Au hamjijui kwamba Yesu Kristo yuko karibu nanyi? Wapi? Ikiwa unaniambia mtume na kusubiri hapa karibu na gari langu, nami nakwambia sawa, lakini ukiniambia mtume na kusubiri ndani ya gari, uko wapi? Ndani ya gari. Hivyo inamaanisha Yesu Kristo hayuko karibu nawe. Hapana, Bwana yuko upande wangu. Bwana ni dereva wangu. Bwana ni msaidizi wangu. Bwana ni nini kwako? Bwana akufuate au anifuatilie? Hana haja ya kunifuatilia. Yuko ndani yangu. Niko na wenzangu kila wakati. Yesu Kristo yuko ndani yenu. Hivyo kuna swali. Tazama, je, mko katika hali mbaya? Unajua hali mbaya ni nini? Udhibiti wa ubora. Udhibiti wa ubora. Maduka tunayoenda, mahali shati ni rahisi, alama inasema haikubaliki. Ukitazama vizuri, ni rahisi kuona kuwa ina mstari wa nje. Katika viwanda vya viatu hali ni sawa. Unaona mwanaume anapanga viatu ni vile vile, lakini anaanza kuvituma, vingine huku, vingine kule. Anapanga wengine. Sasa kwa haya wanakutoza mara mbili. Na haya yamekataliwa. Lakini wakati mwingine ni mshono mdogo. Mshono mdogo tu. Ukisimama mbele ya mtu haionekani. Haionekani. Watu wanapenda ubora, wanasema nataka ubora wa kwanza. Ubora wa kwanza. Nirudishie mistari. 5. Kumbuka waraka wa pili kwa Wakorintho 13:5, jiangalie mwenyewe. Jiangalie mwenyewe. Unajua wanaponipeleka mashtaka ya kudanganya au kutodanganya, nilijichunguza. Nimekuwa na wenzangu wa mfumo ambao walikuja kunitembelea kwa nia nzuri. Wakanambia, hey Joss Lewis, haiwezekani. Uko kinyume na mtiririko, unasema una ukweli. Nami nasema, shida ni ipi kuwa na ukweli? Hapana, ukweli umesambazwa, Mungu anatoa kipande kwa huyu, mwingine na kadhalika. Nami niliwaambia, lakini wazo ni lipi? Ikiwa neno linasema mtajua ukweli, si sehemu yake. Mtajua ukweli na ukweli huu unakufanya uwe huru. Lakini nimekuwa na wahudumu ambao walikuwa sasa hawawezi kuja karibu, lakini mwanzoni walikuja. Na waliniambia,
mwanamume, sisi tunakupenda na mimi pia. Ndio, unajiondoa. Nafikiri ninakaribia, ninyi ndio mko mbali. Na sasa nionyeshe kwa uaminifu, angalia, nataka kujichunguza, nionyeshe ni wapi nipo vibaya. Nionyeshe. Nipe kosa moja tu. Sawa, si hivyo. Angalia, kinachotokea ni, lakini hunionyeshi, utawezaje kuniambia uko vibaya? Na kisha lazima nikwambie uko vibaya. Nahisi uko vibaya. Hapana, si kuhisi, ni kusema wazi. Nasema wale wanaweza kujichunguza. Unajichunguza. Kwa kujichunguza ndivyo unavyoendelea. Nimejichunguza. Na nimeona kwamba kwangu ukweli umefunuliwa na ninasema ukweli. Ni ukweli tu na kabisa. Kwangu hakuna uongo. Udhaifu ni tofauti, lakini hakuna uongo. Hakuna. Ninampa Rolex yangu. Kisha ninajirekebisha. Lakini lazima upate uongo ambao nimefundisha. Ndio. Ninampa gari. Waraka wa pili kwa Wakorintho sura 2 mstari wa 14. Unajua unavyohisi. Shukrani kwa Mungu. Uliweka pili. Tusome na kisha weka. Ni mara ngapi inakuletea ushindi? Ni alama ya gari letu, ushindi. Twende kwa waraka wa kwanza. Nilisema pili. Ndio. Sawa, kwa nini? Ni ya kwanza. Angalia anachosema. 14. Mwanamume, hapo ndipo shida. Mwanamume wa kawaida haoni. Ewe baba, haoni chochote. Amefungwa. Kama ni mchungaji, hajui atakachokutana nacho. Hajui mambo ya Roho wa Mungu. Kwa sababu, mwambie hakuna dhambi. Ni wazimu kwake. Ni mchungaji wa kawaida. Hawezi kuelewa. Hawezi kuelewa. Sio kwamba hataki, ni kwamba hawezi. Unamwambia mbwa wako azungumze. Anaweza kukufanyia vichekesho, lakini hawezi kuzungumza. Yeye hawezi tu. Mchungaji huyo ni mnyama. Kwa kweli, toleo la asili linasema mwanamume mnyama. Kinachotokea ni kwamba hili ni la kisasa. Kwa sababu ya matusi ya kumwita mtu mnyama, walibadilisha na kusema mwanamume wa kawaida. Lakini toleo la zamani, nina toleo kadhaa, linasema hivi: mwanamume, the animal kwa Kiingereza. Mwanamume mnyama, mnyama. Inasema kwa sababu kwake ni wazimu na hawezi kuelewa, kwa sababu zinahitaji kutofautishwa vipi. Kwa upande mwingine sasa, angalia, wa kiroho hukumu mambo. Hahukumiwi. Hakuna anayeweza kukuhukumu. Na roho nyingine zinafanya kazi pamoja na kusema ni kweli unavyosema. Mwanamume wa kawaida haelewi. Wanyama wangapi nyumbani? Wanaume wangapi nyumbani? Wanyama wenye miguu miwili, wamevaa vizuri, wameelimika, madaktari, wanasheria. Hawaelewi.
wewe ni heri. Ukielewa, wewe ni mtu mzuri. Kwa sababu umewekwa wakfu tangu tumboni, wanakulea. Unapendwa. Ndiyo, kila wakati utakuwa na hiyo. Ndiyo, wa kiroho ndiye mwenye akili ya Kristo, hapo amesema. Tunasoma, kwa sababu ni nani aliyemjua akili ya Bwana? Nani atamfundisha? Tuna akili ya nani? Nani? Kwa nini huduma hii inafanya kazi kama inavyofanya duniani? Na hakuna mikutano. Hapa hakuna mikutano ya kuidhinisha mambo. Kwa nini? Kwa sababu akili ya Kristo ni yangu. Ni akili ile. Hivyo sisi wenye akili ya Kristo mara moja. Tazama, katika huduma hii kuna watu wa aina fulani wanaosema, tazama mtume. Sina swali. Watu hawa wana akili kama maabara. Hii hawana akili ya Kristo. Kwa sababu hii ni rahisi kueleweka. Siwezi kuelewa ugumu. Je, siwezi kueleweka? Bila shaka naeleweka. Ni mnyama. Yuko kama mnyama. Anazungumza, ni mnyama anayezungumza. Anajua kujumlisha. Anajua kuendesha gari, lakini ni mnyama. Sikiliza, ni taarifa gani tunayo hapa? Sasa, ikiwa una akili ya Kristo, akili ni sawa na roho, ni roho. Ikiwa una roho ya Kristo, wewe ni miongoni mwa waliochaguliwa. Na unapokufa, akili ya Kristo haiwezi kufa. Kwa sababu hiyo ni roho ya Kristo, na hiyo roho ina uwezo wa kubadilisha kwa urahisi kutoka hali ya kidunia. Anahamia katika hali ya kiroho ambapo kuna jiji kubwa la roho. Huoni. Lakini ambayo kwa sasa iko katika shughuli inatusikiliza. Kwa kweli hii ni kanisa lao pendwa. Wanasikiliza. Nitakuwa na ushahidi. Paulo anasema, ikiwa katika mwili au nje ya mwili sijui, lakini najua mtu katika Kristo alipanda mbinguni ya tatu, katika paradiso akasikia mambo mazuri. Waliponipeleka kwa huduma hii, mahali pa ajabu. Kwa sababu ya mwili wangu, mavazi yangu ya kibinadamu, sikuweza kuingia. Nilikuwa na hamu ya kuzunguka huko, lakini ilikuwa tu pale, moja kwa moja pale. Mahali pa ajabu. Kila nilichoweza kuona ilikuwa mahali pa ajabu. Kila nilichokiona kilikuwa kamilifu. Sikuenda kuangalia, nilikwenda kusikiliza. Huduma hii ilizaliwa hapo. Hii ni ajabu kwangu. Nilikuwa mnyama mmoja wa hao wachungaji, nilikuwa mnyama wa ubatizo. Ni kipumbavu. Kuna wachungaji bora, lakini ni kipande cha kipumbavu. Nadhani ni bora nijipige risasi kabla ya kurudi kwenye kanisa kama hilo. Sijui watu wanaondoka. Tazama, nimesikia kuhusu watu ambao wameondoka hapa. Na wako wapi? Walikwenda kwa Ukatoliki. Na alikwenda wapi huyu? Hapana, alirudi kwenye kanisa la Pentekoste pale. Na kuambia, kabla ya kufanya kitu kama hicho, nitajipiga risasi. Kuishi haina maana.
Ningekimbilia kwenye kundi la wanyama hawa wa Pentekoste, ni uzio wa wanyama. Hapo ndipo mnyama yuko wazi. Hapo wanyama wanaruka na kupiga kelele na kuambia wo. Na nitakuambia jambo, sikuwa na masomo mengi ya Biblia kabla. Sijawahi kufanya hivyo kwa sababu nilikuwa na maisha yaliyokuwa na machafuko. Nilijaribu kusoma sura moja na nilisoma mstari wa kwanza, lakini nilipofika mstari wa pili ilibidi nirudi kwenye wa kwanza. Ninawasiliana mambo na uzoefu wako. Sikuwa na uwezo wa kufanya hivyo. Sijawahi kusoma kitabu katika maisha yangu. Sijawahi kusoma kitabu. Kamwe. Sijawahi kusoma kuhusu riwaya. Nilichosoma ni kuhusu michoro kama Superman, Batman nilipokuwa mtoto. Lakini sijawahi kusoma kitabu. Yaani si mtu aliye na elimu nzuri. Shuleni nilikuwa nikishindwa katika mitihani kwa sababu ninatoka katika familia iliyoteseka sana. Baba yangu alikuwa mlevi. Watoto wanaozaliwa katika mazingira hayo wanateseka sana. Mtu anazaliwa na machafuko, na mambo hayo yanamadhirisha mtu wangu wa nje. Bado nina mambo ambayo ninatambua yanatoka utotoni, kwa sababu mwili unaharibika unapokuwa mtoto. Ndiyo maana unapaswa kuwalea watoto wako kwa uangalifu, kwa sababu unawajengea mazingira ambayo atakuwa nayo baadaye. Mtu anapaswa kuwa makini. Na hivyo nilikuwa na matatizo. Fikiria, sikuweza kuunganisha. Sikuweza. Nilikuwa mzuri katika hisabati. Nilijua Kiingereza kidogo. Kwa sababu Puerto Rico ni lazima kuchukua masomo ya Kiingereza. Hiyo ni sehemu ya Marekani na hivyo tunapata Kiingereza. Lakini katika masomo mengine sikuweza kuunganisha. Tangu darasa la 8 nilianza hivyo. Sikuwa shuleni. Nilipenda kukosa shule. Nilikuwa nikijitengenezea uongo. Nilimshawishi mama yangu kila kitu kiko sawa. Na kisha mama yangu aligundua. Kwa sababu nilikuwa na akili iliyoharibika. Nilipofika kwenye mfumo wa kidini, niliona watu wakirejea Zaburi kwa kumbukumbu. Wanasema, Yehova ni mchungaji wangu, hakuna kitakachonipungukiwa. Atanifanya nipumzike kwenye malisho laini. Na nilikuwa nasema, wo, lakini wanaweza vipi kujifunza hayo kwa kumbukumbu? Biblia sijawahi kuisoma. Watu wanasema wamesoma mara 4. Nimesoma vya kutosha, yaani najua muundo. Unajua. Lakini kuisoma sura kwa sura kama wanavyofanya hizi jamii za Biblia, hapana. Sura moja kila siku. Hiyo ni upumbavu, sura moja kila siku. Unapofika mwisho wa mwaka, umesahau sura zote nyingine. Biblia haisomwi hivyo. Biblia inasomwa kwa mada, kama tunavyosoma hapa. Hivyo ndivyo inavyopaswa kusomwa Biblia. Lakini sikuweza. Nilikuwa mchungaji wa mistari ya Biblia. Vizuri, Zaburi pale inasema, na katika Wakorintho nilisoma hili. Kisha ningeenda kwa Yakobo na kulisoma. Kisha ningeenda kwa Petro, Yohana, Ufunuo, ilikuwa mchanganyiko. Ndivyo nilivyofanya. Sasa angalia, hiyo ndiyo inayoashiria huduma hii. Siku inayofuata ninasimama na kuwa mwanafalsafa. Unaweza vipi kueleza kwamba nilikuwa mjinga katika maandiko, lakini ghafla siku inayofuata najua kila kitu kuhusu kina cha Biblia na nawaambia watu? Nani alikufundisha? Ilikuwa Yesu Kristo akizungumza. Na maisha ya huduma hii ni hivyo, yanaendeshwa na Bwana mwenyewe. Hapa Jose Luis de Jes hana nafasi yoyote. Ndiyo maana wanaponiweka wazi, siwezi kufanya chochote, nasema niingie ardhini. Vizuri, ni furaha kuwa pamoja nanyi. Furaha.